Mpenzi mtazamaji unayenisikiliza, hata wewe kabisa ni shahidi. Tumetoka katika madhehebu mbalimbali. Waislamu wanapokuwa kimsomea mtu dua ni kwamba ni wanambembeleza Ibilisi na kumpa zawadi nzuri nzuri. Lakini tukija kwa Wakristo, mtu akiwa na pepo tunamkemea kwa jina la Yesu, na unaona kabisa waziwazi kitendo cha kutoa tu jina la Yesu Kristo, unaona shetani au pepo anapiga makelele na anakimbia. Lakini tunaona kwa Waislamu, mtu anapokuwa na pepo mchafu hakemei, bali wanamsomea dua, yani wanambembeleza Ibilisi ambaye baba wa uongo, na wanampa zawadi nzuri nzuri. Wanasoma dua kwa sauti nzuri, ndio maana nakuta mapepo yametulia kwa sababu wanayabembeleza. Lakini kuja kwa Wakristo unakemea kwa jina la Yesu, kwa sababu ni jina ambalo ni kubwa, halipatani kabisa na Ibilisi. Unaona pepo anakimbia, naona kuna moto ajabu umekuja ambao ni Yesu Kristo mwenyewe. Nitasoma nukuu tena. Je, Mwenyezi Mungu ametuonya kuhusu majini na mashetani? Tutaenda kuangalia ukweli kuhusu Mungu. Je, ni wapi ameonya kuhusu ukweli wa majini au mashetani? Nitasoma Taurati, Mambo ya Walawi 17:7 inasema, wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye uasherati nao. Sheria hii itakuwa sheria ya milele kwao kizazi baada ya kizazi. Tunaona kuwa wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini. Kwa tunaona kuwa hata Mwenyezi Mungu ameonya kuwa hatutatoa tena sadaka zetu kwa majini ambao wanatufuata ili tufanye uasherati pamoja nao. Lakini tunasoma tena katika sura Bani Israeli katika Qur'ani, Bani Israeli 17:53 inasema, naambie waja wangu waseme daima maneno yaliyo mazuri, maana shetani huchochea ugomvi baina yao. Hakika shetani kwa mwanadamu ni adui aliye dhahiri. Tunaona kumbe katika Qur'an nayo inamkataa shetani, inasema kuwa shetani huleta ugomvi, shetani ni adui wa mwanadamu. Naendelea kunukuu. Ndugu yangu usidanganyike, kwani Mwenyezi Mungu kaonya wazi katika Taurati kwamba hatupasi kujihusisha na majini au mashetani kwa kuwa hayafai, ni maovu, yamemwasi Mungu. Tumeona kabisa kwamba usidanganyike, mpenzi mtazamaji unayenisikiliza, usidanganyike, ni kwamba shetani ni adui ya mwanadamu. Hatupasi kuchangamana na Ibilisi. Hasa Waislamu tunamwabudu Ibilisi, hampaswi kuchangamana naye, inakupasa uchukue hatua. Tumesoma Qur'ani, tumesoma Biblia, tunaona zote zinamkataa Ibilisi. Sasa mpenzi mtazamaji, inakupasa uchukue hatua, upasi kuchangamana tena na Ibilisi. Inapaswa uchangamane na Mungu na kumwabudu Mungu, maana tunaona ya kuwa shetani alimwasi Mungu. Kwa hiyo sisi ni adui wa shetani na yeye shetani ni adui wa Mungu. Naendelea kunukuu. Je, hatima ya shetani au majini ni na wale aliowadanganya ni wapi? Sasa tunaenda kuona hatima ya shetani mwenyewe na watu ambao Ibilisi amekuwa akiwadanganya, hatima yao ni wapi? Ndugu mtazamaji unayenisikiliza, tunaenda kuangalia kipindi au sehemu nyeti kabisa. Tega sikio lako kwa usikivu uweze kunisikiliza kwa makini nukuu hii ambayo naenda kuisoma hapa. Hatima ya Ibilisi na watu ambao Ibilisi amekuwa akiwadanganya.
mwisho wake sasa ni wapi? Nitasoma nukuu kama ifuatavyo. Hapa tunafunuliwa ni mahali gani mashetani hawa pamoja na wale walioshirikiana nao, walioswali nao na kudanganyika, hakika wataishia motoni. Tunaona kuwa kumbe mashetani na hawa watu ambao wanachangamana na huyu ibilisi, tunaona kuwa mpenzi mtazamaji unayemtazama, mwisho wake kumbe ni motoni. Tunaona kuwa hakuna faida ya kumwabudu ibilisi, lakini tunajua ya kuwa, tunafahamu ya kuwa mwisho wake ni motoni. Tunaenda kuswali msikitini, tunaenda kutumikia mashetani. Kweli ndio huo, mpenzi mtazamaji, ninakupaswa, nakupa shauri uweze kuachana hicho kitu, uweze kuchukua hatua, uweze kumwendea Mungu, kwa maana mwisho utakuwa ni motoni. Kumbe ibilisi mwisho wake ni motoni. Nitaendelea kusoma nukuu. Na wakumbushe siku atakapo wakusanya wote, awaambie, enyi makundi ya majini, hakika ninyi mmechukua wafuasi wengi katika wanadamu. Naendelea. Na marafiki wao katika wanadamu watawagombania, waseme, Mola wetu ulitunufaisha, Mola wetu tulinufaishana sisi na wao, na tulifikia muda wetu uliotuwekea. Basi Mungu anasema, moto ndiyo makazi yenu, mtakaa humo milele. Tunaona nukuu hii nimeisoma kutoka katika Surat Al-An'am 6:128, ambayo kwamba mwisho wake majini watakiri wenyewe, mashetani atakiri mwenyewe ya kwamba aliwadanganya watu na walichukua wafuasi wengi. Lakini tunaona kuwa jibu la Mungu ni moja tu, wataambiwa ya kuwa mtakaa humo, makazi yenu ni kwenye moto, mtakaa milele. Hii nukuu nimesoma kutoka kitabu cha Qur'ani. Atasema Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, awaambie, ingieni motoni pamoja na umma zilizopita kabla yenu na majini na watu. Tunaona kuwa Mungu atawaambia majini, atamwambia shetani mwenyewe na watu sasa ambao wamedanganyika, wamedanganywa na ibilisi, yani ametumia sentensi kuwa na umma wote, wataambiwa waingie motoni, ndiyo makazi yake. Ukisoma Qur'ani 7:38 ndiyo inasema hivyo. Naendelea kunukuu. Ndugu mtazamaji, huu si wakati wa kuendelea kucheza na madanganyo. Hupaswi kupoteza muda wako kuendelea kuwatumikia mashetani au kuwaogopa viongozi, kwani ndiko liko wazi wakati wa kufanya maamuzi kuifuata kweli na Mwenyezi Mungu. Ni saa hii unaweza kufanya maamuzi. Nimesoma katika nukuu hii kwamba unaweza kufanya maamuzi kuanzia sasa. Ndugu mtazamaji unayenitazama, ukweli huu kama umekugusa na utaendelea kufuatilia, ni kwamba uko sehemu ipi? Je, unamtumikia Mungu au unamtumikia shetani? Nipende kuzungumza kitu kimoja kwamba watu wengi wamekuwa wakiupata ukweli, na wanapopata ukweli wanatamani kubadilika, lakini wanaogopa, wanaangalia macho ya watu, wanaangalia baba atasemaje,
mama atasemaje? Watu wanaonitazama, viongozi wakubwa. Unakuta shehe ni kiongozi mkubwa pale, mtu yule anashindwa kufanya maamuzi sahihi. Lakini nakupa shauri ya kuwa unapogundua ukweli ya kwamba uko wapi, kwamba unamtumikia ibilisi, unafaa kufanya maamuzi kuacha kabisa kumwabudu shetani na kumrudia Mungu. Usitazame kuwa ndugu watakutenga, jamii watakusemaje, lakini ukweli ni kwamba wewe umesimama upande wa Mungu. Na akikusumbua sana, waambie ukweli ya kuwa nimegundua Uislamu ni dini ambayo inamwabudu shetani na haimwabudu Mungu. Waambie watu ukweli, nafuata ukweli wa Mungu, na Mungu atakutetea na atakupigania. Na watu wengi ukifanya hivyo, kupitia wewe kubadilika, kuachana na dini mbaya ya kumwabudu shetani, na watu wengi watavutwa kupitia wewe na wataacha na watamwabudu Mungu. Naendelea kusoma nukuu sura ya 2:24. Usipofanya hamtafanya kamwe. Basi uogopeni moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Lakini tunaona huu moto wa pekee, yani moto huu kumbe ni moto wa ajabu. Yani hakuna kuni ambazo kwamba unadhania kuwa ni kuni za kukata hiyo miti. Mungu anachochea kuni ili kumwangamiza shetani na wafuasi wake. Lakini tunaona kuwa kumbe kuni ni watu na mawe. Mpenzi mtazamaji, unaweza kuchukua hatua hiyo. Naendelea kusoma nukuu. Ndio ukweli wenyewe ndugu. Je, uko tayari kuwa kuni siku ya Kiyama? Ni swali ambalo unapaswa kujiuliza ndugu mtazamaji unayemtazama live, kwamba uko tayari kuwa kuni, uko tayari kuangamizwa siku ya Kiyama? Kuwa ulikuwa unamtumikia ibilisi, kwa nini usichukue hatua ya kumtumikia Mungu, kadhalika ukamfuata Mungu, ukaachana kuabudu mashetani? Maana tumesoma nukuu nyingi kuwa ibilisi ni adui wa Mungu, ni baba wa uongo, na majini yote ambao watu wamekuwa wakijiuliza maswali mengi yametokana na shetani mwenyewe. Na tumeona ukweli kwamba majini ni malaika waovu ambao walitoka na Mungu kule mbinguni pamoja na shetani. Kwa hiyo ukweli ni kwamba majini sio malaika, bali ni mashetani ambayo yapo kikosi kimoja na ibilisi mwenyewe. Na ukweli ni kwamba Waislamu tunawaabudu mashetani, hatumwabudu Mungu aliye juu mbinguni. Naendelea kusoma nukuu. Kama uko tayari, endelea kubaki kufanya ibada na mashetani. Lakini kama unatamani kufika ahera, fanya uamuzi na kuifuata kweli ya Mwenyezi Mungu. Sasa ni uchaguzi, mpenzi mtazamaji unayenitazama, unayenisikiliza, ni uchaguzi wako. Kama utabaki kuendelea kumwabudu shetani, ni uchaguzi wako. Kama utaendelea kumwabudu Mungu, ni uchaguzi wako mzuri ambao umeuchagua. Lakini kama utafanya maamuzi sawa ya kuacha kumwabudu shetani na ukaenda kumwabudu Mungu, ninakushauri kabisa na kupongeza, utakuwa umefanya kitu kizuri na cha maana. Lakini kama utabaki kuwa na moyo mgumu kuendelea kumwabudu shetani, lakini utambue kuwa mwisho wako ni motoni, utaangamia milele pamoja na shetani mwenyewe. Na malizia nukuu ya mwisho, mpenzi mtazamaji, ili kuweza kuaisha kipindi chetu hiki. Nukuu hii inasema, je, Mungu anasisitiza nini? Mungu sasa anasisitiza nini? Ukisoma Torati ya Yeremia 6:1 inasema, kimbieni mpate kuwa salama. Mungu anasisitiza kuwa tukimbie tupate kuwa salama. Ewe Muislamu yeyote yule anayenisikiliza, inakupasa ukimbie sasa upate kuwa salama. Ukimbie katika dini hiyo
dini ambayo unaabudu mashetani upate kuwa salama. Nadhani umegundua kuwa umekuwa ukienda msikitini kwa muda mrefu, kuswali tangu utotoni hadi umekuwa, lakini ukweli ni kwamba umekuwa ukimtumikia shetani, umekuwa ukitumikia mashetani. Sasa Mungu katika Torati Yeremia 6:1 anasema ukimbie upate kuwa salama. Mwishoni na malizia kabisa, mpenzi mtazamaji, ninakusihi ni nukuu nyeti kabisa, tega sikio lako uweze kusikia nukuu hii nzuri ambayo inakutia moyo na kukupa wito uweze kufanya maamuzi sasa yaliyo sahihi. Inasema, ndugu msomaji, ukweli umeshaujua. Ukweli msomaji, umeshaujua ukweli wote, kuwa unaswali na mashetani. Sasa ninazungumza na ndugu msomaji ambaye ana hiki kitabu ambacho kinasema njia panda kwa uzao wa Ibrahimu. Kitabu hiki hapa nakionyesha, kinaonekana kabisa kinasema njia panda kwa uzao wa Ibrahimu. Mtu aliye na hiki kitabu, awe Muislamu, awe Mkristo, awe Mroma, awe katika dhehebu lolote lile, kitabu hiki kinamsihi sasa kwamba anayekisoma kitabu hiki, ambaye anatamani kufahamu ukweli, sasa anapaswa kuyaacha mashetani, kuchangamana nao na kuswali pamoja nao. Lakini ndugu unanisikiliza sasa, ninakusihi kuwa kwa kuwa umeufahamu ukweli, umeshaujua kuwa unaswali na mashetani, kimbia haraka utoke huko kabla haja kumaliza. Mpokee Bwana Yesu Kristo upate kuwa salama. Ndugu msikilizaji, mtazamaji unanisikiliza, kimbia sasa. Huu ni wakati wa kuondoka sasa, uweze kutoka huko ulikokuwa ukiabudu mashetani, umrudie Mwokozi wako aliyekuumba, aliyekufanya mpaka leo unapumua, uweze kumtumikia yeye. Amua sasa kufanya matengenezo ya kweli. Unapofanya uamuzi wako na kutafakari na kutakia tafakari njema, najua, ninaamini kabisa Roho wa Mungu, kama unafuatilia kipindi hiki vizuri, atakuongoza vizuri, kukumbusha kuwa sehemu ulipo sio sehemu nzuri. Nenda katika kanisa la Waadventista wa Sabato lolote lililopo karibu nawe, utapokelewa na kubatizwa. Ndugu mtazamaji unanitazama live, kama umeguswa na hili somo kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, unaweza kufanya maamuzi kuanzia sasa. Na kama uko karibu na kanisa la Adventista wa Sabato, unaweza kwenda Jumamosi kusali, baadaye utajitambulisha, maana pale kuna kujitambulisha kama wamekuja wageni. Baada ya hapo umeguswa, waambie mimi nahitaji kubatiza, nahitaji kumtumikia Mungu wa kweli, nimeachana kabisa na kumtumikia ibilisi. Karibu sana na utabatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Utamshinda shetani hata kama mashetani yamekutesa kwa muda mrefu. Najua kuna watu wameteswa, kuna watu Waislamu wameteswa na mapepo muda mrefu. Ukimwambia twende ukaombea huku, anakataa kwa sababu yamekuwa yakiwatisha. Wanajua kabisa kuwa tukiondoka huku mashetani yanajua watu, tusipowatisha watatukimbia. Wengi wamekuwa na mashetani, unakuta wa Muislamu anamiliki majini mengi, mtu kidogo tu akimkosea anamtupia, akijua ya kuwa hao ndio walinzi wake, lakini ni mashetani. Umekuwa kumiliki mashetani, unayatuma kwa watu wanaenda kuwazuru. Lakini sasa ni wito wako, kama umekuwa muda mrefu ukiteswa na mashetani, namaanisha una mapepo na majini, watu wamekuwa wakikwambia usiende kuombewa yatakuua, amini ya kuwa hayatakuua.
nenda kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato, kawaambie mimi na mapepo yamekuwa kinitesa kwa muda mrefu. Kitendo tu cha kuombewa na kubatizwa utakuwa salama na majini hawatakuwa tena na nafasi ya kukusumbua. Amini hilo na utatoa ushuhuda kwa watu wengi kabisa. Hata watu waliokuwa kikuzuilia utawatolea ushuhuda ya kuwa nimepona. Lakini yupo tabibu mkuu, Bwana wetu Yesu aliyeshinda tangu mbinguni. Utaombewa na utakuwa salama kabisa, na Mungu akubariki mtazamaji unayenitazama. Ukifanya uamuzi huo, utaenda kanisani, utazungumza na Mungu wako ya kwamba Mungu, nimekukimbilia, nimekurudia tena, nilikuwa nimepotoka, nilikuwa katika njia ambazo ni za ibilisi, nimekuja kwako, na watu watakusaidia. Utaombewa, utakuwa salama kabisa, utakuwa katika ushirika wa Mungu. Kupata undani wa somo hili au makala ya kitabu hiki, unaweza kututafuta kwa namba hizi 07676793. Narudia tena 0767676793. Kwa wale ambao mnakihitaji hiki kitabu uweze kujua ukweli kuhusu Biblia, na kwani kitabu hiki kimezungumza vitu vingi kuhusu Uislamu na Ukristo. Kitabu hiki ni bei nzuri kabisa, kinauzwa shilingi 10,000. Unaweza kuona ni kwamba ni pesa kubwa, lakini maarifa au maneno yaliyozungumzwa ndani ya hiki kitabu yana uzito mzuri kabisa na yana ujumbe mzuri kuzidi hata hiyo pesa yako ambayo utaitoa. Karibu tena katika siku nyingine, muendelezo wa hiki kipindi, utaendelea kujifunza. Asante kwa kuwa umezidi kuwa nami kusikiliza na kuweza kujifunza ukweli kuhusu majini. Asante Mungu kwa kuwa umezidi kuwa nasi katika kipindi hiki kizuri, ukweli kuhusu majini. Mtazamaji alikuwa akinitazama, Mungu kukambariki. Endelea kuzungumza naye Mungu Roho Mtakatifu akafanye toba na matengenezo ya kweli. Ni kweli wamekuwa wakiabudu mashetani, kawasaidie. Walio na uoga, Mungu ondoa uoga wakaweza kukurudia wewe. Mungu kwa kuwa ataazimu kukutumikia wewe, usimwache. Na wale watakaoazimu kwenda kubatizwa kufuatilia makanisa ya Adventista wa Sabato popote pale yalipo, Mungu kawabatize kwa batizo wa Roho Mtakatifu na ukawabadilishe kabisa. Na wale watu ambao walikuwa kisumbuliwa na mapepo machafu, wa majini machafu, Waislamu wengi ambao leo wataazimu kwenda kukutumikia wewe, wataazimu kuachana kabisa na kuabudu mashetani, Mungu mapepo haya na majini ukayaondoe katika jina lako, maana kwa jina la Yesu yanakimbia. Asante kwa kipindi hiki. Mungu endelea kuwa nasi na kumuongoza mtazamaji anayenitazama na amesikiza kipindi kizuri. Mbariki sasa anapofanya uamuzi mzuri katika jina la Yesu Kristo. Amina. Karibu tena siku nyingine. Asante.